Uko tayari kwa ajili ya siku ya leo? Inamisha kichwa chako. Baba, asante kwa muda na wakati huu ambao umefika. Tuko tayari sasa kwa ajili ya kuweza kwenda na kusikia neno ambalo Mungu umeliandaa siku ya leo. Baba, tunaamini yeyote ambaye yupo kwenye nyumba ambayo haifai, Mungu tunapotoka hapa akaweze kutoka kwenye hiyo nyumba na akaweze kupata breakthrough. Roho Mtakatifu kama mwalimu, tupo sasa kupokea na kupata kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Mwambie mwenzako, ninaomba usinidisturb. Na hemu simu yako weka kile kindege. Andika nyumba isiyofaa, sehemu ya pili. Kama ulikosa somo hili tulipoanza last week, hakikisha unaenda YouTube kuliangalia na kufuatilia. Leo tunaenda sehemu ya pili, nisema na wiki ijayo tutamalizia sehemu ya tatu. Nyumba isiyofaa. Tulisema nyumba ni watu. Ni watu. Na watu ambao wapo katika hiyo nyumba ndio wanadefine aina ya hiyo nyumba. Kabla watu hawajaja kuiona nyumba yako kama ni nzuri kwa nje au ni mbaya, wanapoisikia nyumba yako kabla hawajafika, wanatamani kusikia tabia za watu ndani ya hiyo nyumba. Hiyo nyumba ina watu wa aina gani? Hiyo nyumba ina wasomi, hiyo nyumba ina vibaka, hiyo nyumba ina wezi, hiyo nyumba ina watu wa aina gani? Sifa ambayo wanaisikia ndio inayodefine nyumba ya kwenu kuliko muonekano wa nje wa nyumba ya kwenu. Sijui kama naeleweka. Tunapoongelea nyumba, hatuongelei jengo. Tunaongelea aina ya watu wanaopatikana ndani ya hiyo nyumba. Wanapatikana wakuu au wanapatikana watumwa? Wanapatikana wenye heshima au wanapatikana wasio na heshima? Mungu anapokuja kuzungumzia nyumba zake duniani, hazungumzii majengo, anazungumzia mtu. Anasema na wakati utafika wanaabudiwa halisi hawataabudu katika mlima ule, hawataabudu katika mti ule, hawataabudu katika nyumba ile, ila wataniabudu katika roho na kweli. Anazungumzia sisi kama hekalu, kama nyumba zake. Yesu anasema nitalivunja hekalu hili na baada ya siku 3 nitalijenga. Watu wakazani atalivunja hekalu alilojenga Suleiman, lakini Yesu alikuwa anazungumzia mwili wake kwamba utavunjwa, atakufa na siku ya 3 atafufuka. So popote ambapo tunaongelea nyumba isiyofaa, hatuongelei jengo la nje. Tunaongelea aina ya karakta ya mtu, aina ya sifa ya mtu ambayo anakuwa nayo. Sehemu ya pili ya leo, Mungu anapotaka kuleta ukombozi kwenye nyumba yoyote, huwa anatumia watu. Na hao watu wanapokuja, wanakujaga na breakthrough yako. Popote ambapo Mungu anataka kuleta ukombozi kwenye maisha ya mtu, Mungu huwaga anatumia watu. Na ukipishana na hao watu, ule muujiza umepotea. Siku zote Mungu akitaka kuleta breakthrough kwenye maisha yako, kuna mtu Mungu anamtuma kwako. Kuna mtu Mungu anamleta kwako. Na huyu mtu ambaye anakuja kwenye maisha yako, anakujaga na majibu ya maswali yako. So yoyote ambaye unakutana naye, haujakutana naye kibahati mbaya. Yeyote unayekutana naye ni either akupeleke ama akurudishe. Yeyote unayekutana naye kwenye maisha
ni aidha kuna sehemu atakusababisha usogee, ama usimame, ama urudi nyuma. Yeyote ambaye Mungu anamleta kwenye maisha yako amebeba vitu vitatu. Katika hivi vitu vitatu kuna kimoja anacho. Aidha ana package ya wewe kuweza kusogea mbele zaidi, ama hana package ya kukusogeza ama ya kukurudisha uko naye tu oya oya, ama ana sifa ya kukurudisha wapi? Nyuma. Yeyote ambaye anakuja kwenye maisha yako ana hizi sifa tatu, na mojawapo anayo. Swala kujiuliza, uliyekaa naye hapo ana sifa gani? Swala pili, saiko yako ambayo unayo, saiko yako ya mtaani, saiko yako ya nyumbani, saiko yako ya kanisani, inakusaidia kusogea, kusimama, ama kurudi nyuma. Mwanadamu yeyote ni nyumba iliyobeba roho, nafsi. Mwanadamu yeyote ni nyumba iliyobeba roho, nafsi na mwili. Mwili ni huu ambao unaweza kushikana naye mkono, lakini kuna vitu viwili hauvioni. Kuna nafsi hautakaa kuiona, lakini utaona matokeo ya nafsi. Lakini kitu cha tatu ambacho hauwezi kabisa kukiona wala kuhisi ni roho yake. Na mwanadamu anapokuja, yeyote ambaye anakusogeza, hajionyeshi kwamba nimekuja na breakthrough yako. Hajionyeshi kwamba utakachoniambia nitatafuta mtu ambaye atakushika mkono, atasogea. Ama nikija kwako nimekuja na mipango ya kutaka kukua. You will never know. Never. Ni mpaka uwe na jicho la rohoni. Wapendwa, sio kila mtu unayemwona ana moyo mzuri kama wewe. Muda mwingine Mungu akufundishe kuwa na speed governor ya kuwapenda watu. Upendo wako unatakiwa kuwa na kiasi. Huruma zako zinatakiwa kuwa na kiasi. Muda mwingine wengi mmestaki kwenye maisha ni kwa sababu ya huruma ambayo ulikuwa nayo kwenye maisha. Yaani mtu umekutana naye tu kanisani, kesho kahamia nyumbani kwako. Wewe beba tu. Wengine wana maroho. Isaya anamwambiaje mfalme Hezekia? Watu hawa waliokuja nyumbani kwako ni kina nani? Hezekia anasema ni watu waliotoka nchi ya mbali ya Babeli. Anasema wamekuja kufanya nini? Na umewafanyia nini? Wameniletea zawadi. Then what? Niliwakaribisha nyumbani kwangu. Then what? Nikawaonyesha kila kitu katika nyumba yangu. Isaya anamuuliza tena, umefanya nini? Anasema nimewaonyesha kila kitu. Hakuna ulichoacha kuwaonyesha. Anasema nimewaonyesha kila kitu. Anasema ngoja nikwambie Hezekia ulichokifanya. Watu hawa uliowaonyesha kila kitu, kuna muda utafika watoto wako watachukuliwa nchini kwao na watakuwa watumwa na watafanywa matowashi kwa lazima. Ni kwa sababu umewakaribisha, hukuwajua watu hawa wamebeba nini. Ulipowaonyesha hazina za nyumbani kwako, wamechukua, wamekuja na maroho. Sio kwamba ni watu kama wengine. Wafalme wengine walikuja, lakini aina ya wafalme waliokuja hawakuwa watu wa kawaida. Walikuja kuiba vitu katika ulimwengu wa roho. Walikuja kuchukua vitu. Kuna maroho walipandikiza. Walipoondoka mwilini, rohoni kuna vitu vyao waliviachia. Sio kila mtu ni wa kumuintroducea mambo yako. Yaani kuna watu hatuna haja ya kujua kinachoendelea kwenye maisha yako. Tukipita status yako tunajua nini kinachoendelea sasa hivi. Bwana, machozi yangu nayajua wewe. Tunajua sasa hivi ana uchungu. Tutalukaluka kama ndama. Tunajua sasa hivi anafanya nini? Tukisoma status tunajua. Tukitaka kujua una hela, tunaona tu status yako ni restaurant. Umebadilisha restaurant hii, umeenda. Tunajua sasa hivi unafanya nini? Una hela. Yaani tukitaka kujua maisha yako, hatuna haja kumwomba Roho Mtakatifu atufunue. Status tu. Hello? Kuanzia leo reserve maisha yako. Watu wakujue kwa sehemu, watu wasikujue wewe wa ndani. Kuna vitu unaweza ukawafungulia wanadamu wajue, na kuna vitu hakuna mwanadamu anaweza kujua. Ni Mungu peke yake ndiye anajua kwenye maisha yako.
Hakikisha unakuwa na sura mbili. Kuna sura ambayo unatamani watu waijue, lakini hakikisha kuna sura watu wasijue kwenye maisha yako. Na yule asiyejulikana na watu ndiye anasababisha wewe usogee zaidi kuliko yule ambaye anajulikana na watu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine andika. Watu waliokusudiwa kuleta breakthrough kwenye maisha yako huwaga wana vipingamizi. Wale waliokusudiwa kukuletea breakthrough, wewe kusogea, mara nyingi hawakufikii kirahisi. Adui huwaga anashindana nao, ama adui atashindana na wewe usikutane nao. Narudia tena. Yeyote aliyebeba breakthrough kwako kwenye maisha yako, it's either yeye atakutana na vikwazo kukufikia wewe, ama wewe kumfikia yeye kutakuwa kuna vikwazo. Narudia tena. Yeyote aliyekusudiwa, aliyebeba breakthrough yako, aliyebeba majibu yako ambayo Mungu amemkusudia, ninataka nikuambie haitakuwa rahisi wewe kufikiana au kuonana naye. Na kama shetani hatuweza kushindana naye yeye, shetani atashindana na wewe usimfikie. Ukisoma kwenye Mathayo anasema, Yesu anasema, nimekuja kwa ajili ya kondoo wa Israeli waliopotea. Mathayo 15:28 anasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mathayo 15:28, sikutumwa ila kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliotumwa. So Yesu anakuja kwa ajili ya hii nyumba ya Israeli. So Yesu kwanza anakuja, kuna watu wamekusudiwa Yesu aweze kwenda kwao. Lakini angalia changamoto iliyotokea. Wakati Yesu anasema nimetumwa kwenye hiyo nyumba ya Israeli. Nimetumwa kwenye hiyo nyumba ya Israeli. Issue ya kwanza, siku ambayo Yesu anatakiwa kuja duniani kwenye hiyo nyumba, hakuna nyumba iliyomkaribisha Yesu. Biblia inasema walipofika Bethlehemu, Mariamu na Yusufu, kila nyumba walioingia ilikuwa imejaa. Imagine ni mtu anayekuja na breakthrough kwenu, lakini hakuna mlango mnaotaka kumfungulia. Wapendwa, katika vitu ambavyo leo ninakuombea uwe sensitive spiritually kumtambua mtu anayekuja kwenye maisha yako ambaye amebeba breakthrough yako. Usipokuwa sensitive spiritually, kuna miujiza utakuwa unapishana nayo. Kuna watu wanakuja na majibu yako, lakini kwa sababu hauko sensitive, unaweza ukamdharau, unaweza ukamtukana, unaweza ukaongea unachoweza kukiongea. Kumbe wakati amekuja, hata yeye akujua kwamba nimeleta majibu kwako, ila utakavyoanza kuongea naye, kuna vitu ataanza kulilizi ndani yako. Ni rahisi ukamfungia milango mtu ambaye Mungu amemtuma kwako, alafu ukamfungulia milango mtu ambaye shetani amemtuma kwako. Unanielewa? Biblia inasema alipofika Bethlehemu, Mariamu siku zake za kujifungua zilipofika, kila nyumba anayoingia na gonga hawamfungulii. Lakini ndugu zao hao wenye nyumba ambao hawana majibu yao walikuwa wanafunguliwa. Ila aliyebeba majibu ya hii nyumba iliyopotea, anapokuja kuingia, hakuna mtu anayemfungulia. Yaani nilisoma nikaogopa. Ng'ombe walikuwa sensitive kumpokea Yesu kuliko wanadamu waliotumwa. Wanyama waliweza kujua kitu ambacho Yesu amekibeba kuliko wanadamu ambao waliotumwa kwa. Unanielewa maana yake nini? Yesu anasema nilikuja kwa Israeli, hawakunipokea, mataifa yakanipokea. Mara nyingi aliyekusudiwa kwako unaweza ukampiga teke, alafu yule ambaye hana mpango akimpokea, amepokea dodo. Yaani inawezekana hilo bwana ndio alitakiwa kuwa bwana wako, mume wako. Kwa sababu alikuja tu siku hiyo alisahau kupiga mswaki asubuhi. Ukasema mimi mwanaume anaenuka mdomo simtaki. Yaani kweli unaacha breakthrough ya ndoa kwa sababu ya mdomo, si ukamnunulia Colgate.
hajui kuvaa. Kweli unaacha mume kwa sababu hajui? Si umtengeneze. Ona sana, mimi nilikuwa najua kuvaa, angeniacha dodo lingefanya nini? Tukikaa kwenye kiti ananibana. Si umtengenezee cha kwake. Wanangu, emu macho yako ya rohoni yakatiwe nuru, ukaone breakthrough rohoni kuliko mwilini. Ninaeleweka? Kama unanielewa sema amen. Biblia inasema alitumwa kwa walio wake wakamkataa. Walio wake, waliokusudiwa wakafanya nini? Wakamkataa. Kila nyumba anayogonga, imagine ni mama mjamzito, lakini huyu mtoto aliyebebwa sio mtoto wa kawaida. Ametumwa kwenye nyumba yako iliyopotea. Manake ana majibu yako, lakini walifanya nini? Walimkataa. Biblia inasema kila nyumba walioingia hawakupata nini? Nafasi. Ila kwa wanyama wasiokusudiwa wakampokea Yesu. It's very strange. Waliokusudiwa wamemkataa, alafu ambao hawakusudiwa wakampokea. Ninakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu, usije ukapishana na muujiza wako kwa namna yoyote. Usipishane na malaika ambao Mungu amewaleta kuleta breakthrough kwenye maisha yako. Ukawe sensitive rohoni kuweza kutambua aliyekusudiwa. Huyu aliyekuja sasa hivi ni nani kwenye maisha yangu? Ishu ya kwanza inashindana, inamzuia Yesu watu wasimpokee. Ni kwa sababu Mariamu na Yusufu wakati wanakuja, muonekano wao ulikuwa hauvutii kukaribishwa. By the way, wanaokuja kwako mara nyingi hawafanani na kitu walichokibeba. Narudia tena, wenye breakthrough yako hawafanani, muonekano wao haufanani na kitu ambacho wanacho. So unatakiwa kuwa sensitive, so machoni. Unatakiwa kuwa sensitive wapi? Rohoni. Na ndio maana usiwe mtu wa kubeba madhaifu ya mtu mwingine na mtu mwingine ukayaleta kwako. Kwake inawezekana huyo mtu asimfae, lakini huyo mtu wewe akakufaa. Unanielewa? Inawezekana Shija asiwe mzuri kwako, lakini mimi akanifaa kwa sababu hakubeba breakthrough ya kwako, amebeba breakthrough ya kwangu. Na ndio maana hakunaga mwanaume mbaya duniani, na hakunaga mwanaume mbaya, na hakunaga mwanamke mbaya. Inategemea uwezo wako wa kuona. Uje kuna watu kwasikia hivi, kamuolea nini? Kamuolea alichokiona. Afu kuna watu mnajifanya mna huruma. Yaani yule msichana mwenye huruma, lile libaba atalipeleka. Sikiliza nikwambie, usichokiweza wewe, yeye ndo anakiweza. Wababa wenye vitambi usipate shida. Kikune kitambi chako, sababu kuna mtu anafurahia kinini? Kitambi chako. Muda mwingine achana na masuala ma 6 packs, yatakuumiza bure. Wababa wenye vipara, usihangaike kila siku kwenye kiache. Hajakusudiwa kwako. Kuna mtu aliyekusudiwa. Halali kwa sababu haiko kitambi. Halali kwa sababu ya huo weusi. Usijistress. Relax. Tusiende huko. Turudi. Biblia inasema resistance ya kwanza waliokutana nao ni Yesu kukataliwa. Kitu cha pili, wakuu wakainuka kushindana na Yesu. Biblia inasema Herode aliposikia kwamba kuna mfalme amezaliwa, Herode akaanza kutafuta kila nyumba, mtoto Yesu yuko wapi? Alipokosa, akatangaza kuua watoto wote chini ya miaka 2. Means waliokusudiwa kuja kwako kukufikia wewe, inatakiwa uombe sana. Usipowaombea watu wa namna hii, utashangaa hawafiki, wanafika kwa wengine.
Kuna mtu akilichukua jina lako, kuna sehemu akilipeleka hivi, umetoboa. Ila huyo mtu kukufikia usipofunga na kuomba, kuna Herode mwenye upanga anawatafuta watu wenye majibu yako kuwakata. So muda mwingine usipoteze sana muda kujiombea wewe. Muda mwingine waombee watu walioshika majibu yako waweze kusogea karibu na wewe. Nataka nikwambie, inawezekana huyo mume ndio mwenye breakthrough yako ya maisha hapa duniani. Usipomwombea Mungu awe na afya njema, awe na miradi mikubwa, awe na fedha, nataka nikwambie wewe mama, kusogea kwako hakupo. Lakini ukiaombea, lini umemwombea huyo baba hata wewe ukumbuki, ila unawaombea watoto wako. Watoto wako hadi waje kukusaidia wewe ni miaka 30 mbele. Lakini huyo mume ukifanya maombi mwezi mmoja, kuna breakthrough ya maisha yako ipo. Herode hapambani na kila mtoto. Herode anapambana na mtoto aliyebeba majibu ya watu. Nataka nikwambie, watu waliokusudiwa kuja kwako na kuleta breakthrough kwenye nyumba yako hawatafika kirahisi. Shetani atashindana nao. Watasikia sifa mbaya ya kwako, watasikia maneno mabaya ya kwako ili wasiweze kukufikia. Ama kipindi wanakufikia, wawe wana taarifa zisizo sahihi. Nadhani watu wa maofisini mnaweza mkaelewa. Huyo bosi wakati anakuja alipewa taarifa zako ambazo sizo za kwako. Alafu akatesti kufanya kazi na wewe ili approve alichoambiwa. Ndipo anapokuja kujua mbona nilichoambiwa na hiki unachokifanya ni vitu viwili tofauti. Ni kwa sababu Herode anajua akikufikia mtu wa namna hii, kuna sehemu umesogea. So aina nyingine ya maisha ya maombi unatakiwa kuomba, kumuondoa Herode anayeshindana na mtoto Yesu asikufikie. Manake omba nguvu yoyote isiweze kumuondoa kwenye mstari aliyekusudiwa kuja kwenye maisha yako. Omba, Mungu ninamuondoa kila nguvu, kila aina ya maneno anayotakiwa kusikia mabaya juu yangu. Baba ninafuta asiyasikie, hata kama atayasikia asiyazingatie. Ombea aina ya mtu anayekuja, kwa sababu kuna nguvu inayoshindana na wewe huyo mtu asikufikie. Wewe sema tu itatokea, haitokei mpaka umeomba. Sema tu mimi nasubiria. Utasubiri. Wakati unasema unasubiria, kina Herode wanapambana Yesu asifike miaka 5. Wanajua Yesu akifika miaka 18 amechukua kiti chao. Wanajua ukiweza kukutana ukaongea na huyo mtu, wanajua uwezo wako, wanajua nguvu ya kukonvince ambayo nayo, wanajua business skills ambazo unazo, wanajua hawataki wakufikie, watakuweka mbali na wewe. Wanajua wakikuintroduce kwenye hiyo cycle nzima inabadilika, wanakuangalia wewe, hawatakuruhusu. Haujai kunaga mtu ana uwezo mkubwa lakini hasafiri kwenda kikao chochote ofisini, anabaki kuandaa ripoti tu. Na wewe ninayeongea ndo neno lako. Mungu akakubadilishie hiyo cycle. Wafanye tu kosa bosi ya uende tu kwenye hiko kikao. Kuna muda mwingine ukiwa mchezaji, kuna first 11, alafu kuna wale wa bench. First 11 ni watu walioaminika kucheza kila mechi. So unadhani maombi ya kwenye benchi ukoje? Namba 9 aumwe ili mimi niingie. Maombi yako mwambie Mungu, tengeneza kisa. Sijui kisa chako utakitengenezaje, lakini uwezo ulioweka ndani yangu hauwezi kunisaidia mpaka watu waliokusudiwa kuona. Tengeneza kisa. Na waliokusudiwa kwako, upande wa pili adui anaweza akawazuia. Biblia inasema mamajusi waliona nyota kutoka mashariki ya mbali, wakaifuata ile nyota. Wakati wanaifuata ile nyota, ilipofika Bethlehem ikasimama. Alafu mtu wa kwanza aliyowapokea ni adui wa Yesu, Herode. Herode akawakaribisha nyumbani kwake. Manake Herode hakudili kuwaua watu waliobeba breakthrough ya Yesu.
ila Herode aliwazuia kwanza wasikufikie. Wakati Mariamu bado yuko kwenye holi la ng'ombe, hajui ikoje. Kuna watu wana manemane, kuna watu wana tunu, kuna watu wana dhahabu zake, lakini hawajamfikia. Kuna adui yake amewashika. Alipowazuia kina mamajusi, alizuia sio wanadamu, alizuia vitu walivyokuja navyo. Mtu yoyote ambaye shetani anashindana naye asiweze kukufikia, kuna dhahabu zako amebeba, kuna tunu yako amebeba, kuna manemane yako amebeba. Hizo tunu hawakumpa Herode mpaka wakutane na Yesu. Hizo dhahabu hawakuleta kwa ajili ya Herode, wanataka kukutana na Yesu. Watu waliobeba vitu ambavyo Mungu amekusudia vilete mabadiliko kwako, hata shetani akiwazuia hawezi kuvichukua, kwa sababu wanajua wanatakiwa kumpa. Ila adui anaweza akamchelewesha asikufikie katika muda wako unaopaswa. Adui anaweza akadelay muujiza wako usitokee, lakini hawezi kuupoteza. Adui anaweza akachelewesha tu, lakini nataka nikwambie kuna muda ukifika wa Mungu lazima vitokee. Muda mwingine mwanangu usijistress kwa nini havitokei. Relax, muda wako unakuja. Endelea kuomba, endelea kuondoa kila aina ya nguvu inayozuia isikufikie. Yawezekana usipate katika miaka 50, lakini ukifika miaka 60 kuna breakthrough inatokea. Yawezekana ngoja nikwambie, kama ulizeni mzee wa KFC, alianza kupata breakthrough na miaka mingapi? Miaka 70 ndio anaanza kupata breakthrough. Wewe mpaka leo unakula kuku wa KFC, lakini hakupataga akiwa na miaka 20. Ndio maana nasema angalia Ibrahim, hakumpata Isaka alipokuwa kijana. Alimpata Isaka akiwa na miaka 100 ndio anampata Isaka. Ibrahim. Sara akiwa na miaka 90 ndiye anampata mtoto wake. Ndio maana nakwambia relax, wakati wa Mungu ukija, kuna vitu Mungu atavifanya ambavyo vitabadilisha historia ya maisha yako. Unachotakiwa kujua ni kufocus na kumwamini Mungu kwamba Mungu atatenda. Sijui lini, lakini Mungu atatenda. Mungu atafanya, sijui lini, lakini Mungu atafanya. Usishindane na matokeo ya wenzako waliokuzunguka, shindana na kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Amini katika hiki kuna breakthrough inatokea. Amini katika hiki iko siku itatokea. Kuna mamajusi wangu wako sehemu wamezuiliwa, let me push. Hey, nataka nikwambie, Biblia inasema walipofika kwa Herode ile nyota ikapotea, hawakuiona tena. Ni kwa sababu wameingia kwenye nyumba isiyo sahihi. Mtu akiingia akikutana na mtu ambaye Mungu hajamkusudia, akiongea tu dakika 5 anajua sio huyu. Kuna mtu namtaka. Mtu akiingia kwenye mahusiano ambayo sio, siku ya kwanza tu dating anajua kabisa huyu sio. Unaenda tu dating ya kwanza, unampa kaka bili, anaiangalia, nimetumia 500. Sasa nikiingia kwenye Mungu akawape hekima. Nyota iliondoka sio kwa sababu nyingine. Soma Biblia yako. Walipoingia hawakuiona ile nyota. Siku wametoka wakaiona ile nyota, wakafurahi tena. Means kuna neema ambayo inatakiwa kutembea na wewe, na ukiingia kwenye cycle ambayo sio, hiyo neema haifanyi kazi. Kuna neema ambayo iko juu yako, ukikutana na mtu ambaye anatakiwa kuleta uharibifu kwenye maisha yako, ile neema inakata. Halo? Katika vitu ambavyo Mungu anaficha, Mungu anafichaga vitu vya maana vinavyotakiwa kukusogeza kwenye maisha yako. Ukikutana na watu ambao hawawezi kusababisha ukasogea, Mungu ana kawaida ya kuficha, ili wale watu wasione kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, ili wale watu wakudharau. Herode alipokaa nao akaona hawa watu hawanisaidii vyovyote. Kumbe hawa watu wameficha dhahabu, hawa watu wameficha tunu, hawa watu wameficha manemane. Lakini wenyewe walipokutana na Herode wakajua huyu sio mtu sahihi wa kumpa, wakaficha. Asiyekusudiwa kwenye maisha yako, ninamuomba Mungu asubuhi ya leo asije akaona kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Asije akachukua kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Mungu akakutanisha na watu ambao ukiongea wataona value ya maneno yako, wataiona hekima ndani yako. Muda mwingine
Watu wanasema hatumuelewagi huyu, ni kwa sababu hawakukusudiwa kuja kwako. Waliokukusudiwa wanakuelewa kuliko watu wanavyowaelewa. Aliyekusudiwa kwako, neno lake moja umepata maneno 10 mbele. Asiyekusudiwa kwako hata uongee siku nzima, hafanyi nini? Haelewi. Ujue huyo hajakusudiwa. Muda mwingine usitake kufanana na watu, fanana na kitu Mungu alichokiweka ndani yako. Usitake kufanana na watu. Fanana na kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kitakachokutofautisha hapa duniani sio copying. Kitakachokutofautisha hapa duniani ni original ya wewe ambacho kiko ndani yako. Kitakachokutofautisha Kamugisha hapa duniani sio kukopi watu wanafanya nini, ila kupractice kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Usiige wala usitake kufanana na mtu fulani. Simama wewe kama wewe. Ngoja nikwambie, Yesu anajua alichokibeba. Hakushindana walipomnyima nyumba. Ndo kwanza aliendelea kurelax kwenye holi la ng'ombe, kwenye ile manger. Ndo kwanza Yesu analialia. Alijua tu waliokusudiwa suni wananisogelea. Alijua tu nimejiposition kwenye nafasi nzuri, ni swala la muda tu. Waliokataa kunifuata, waliokataa kunibeba, ni swala la muda tu. Kuna kitu kitabadilika. Mariamu ajui, Yusufu ajui. Yawezekana Mariamu analalamika, watu ni wabaya sana, watu hawatupendi, watu hawajatufungulia nyumba. Kumbe Mungu ametengeneza mazingira. Kuna aina ya zawadi zinakuja, hautakiwi kushare na mtu atakayekupa nyumba. Muda mwingine unachokipitia ni kitu kikubwa kinachotakiwa kutokea. Mungu anawaondoa watu kwa kukuwekea aibu ili hao watu wasogee. Kinapokuja breakthrough, ufaidike wewe na wale uliokuwa nao na sio watu wengine. Na ndio maana wanangu, muda mwingine unachokipitia, jifunze usimuone shetani. Muda mwingine muone Mungu kwenye kile unachokipitia. Muda mwingine Mungu utengenezaga mazingira ubaki peke yako, usiwe na watu ambao ni wanyonyaji. Na ngoja nikwambie, kutaka kumjua gold digger, anakuja kipindi unacho, kipindi hauna, hayupo. Sio watu wa kuambatana nao. Mariamu na Yusufu hawana chochote. By the way, kwanza Yusufu alikuwa ni seremala. Isikose hela yote imeisha. Alipokuja hakuwa na muonekano mzuri, hakuna mtu alikuwa anamkaribisha. Lakini light angejua kuna watu wanataka kumtafuta wenye dhahabu, wanasogea. Mwanangu, nataka nikwambie, mwenye vitu vyako hayuko mbali, mwenye vitu vyako yuko karibu na wewe. Endelea kuomba, endelea kumwamini Mungu, endelea kupush. Kuna watu wenye breakthrough yako hawako mbali, Mungu bado anawaleta. Ila Mungu kuna watu anadili nao kwenye cycle yako, anawaondoa kwanza. Anawatupa kwanza kabla havija kufikia. Kuna watu wasio sahihi, Mungu anawapangua. Sioni sehemu watu walikuja kumtembelea Yesu wala Yusufu kumwambia mtoto anaendeleaje. Simuoni mtu aliyemletea nepi au pempas. Simuoni mtu yoyote. Isikosi kilichobaki kidogo, Mariamu alichokuwa nacho na Yusufu, wanahangaika kumtunza Yesu mpaka kinaisha, alafu hakuna. Isikose maji wanayokunywa ng'ombe ndio maji wanayomsafisha mtoto. Isikose hawana chochote. Maziwa yale ndio wanampaka mtoto. Hawana chochote. Ilikuwa ni nyakati ngumu, lakini kuna watu wanakuja wenye dhahabu, wanamtafuta huyo aliyepo kwenye nyakati ngumu. Ninakuombea, kabla moyo wako hujavunjika, kabla uvumilivu wako haujaisha, breakthrough ikatokee kwenye maisha yako. Kabla hujakata tamaa, kabla hujafika mwisho na usema nimechoka, niachana na hiki kitu, Mungu akalete breakthrough kwenye maisha yako. Kabla hujatoka na kuanza kufanya kitu kingine, kabla hujakata tamaa, aliyebeba package yako akasogee. Biblia inasema walipotoka kwa Herode, wakaiona ile nyota tena, wakaanza kuifuata ile nyota. Walipoifuata ile nyota ikasimama juu ya nyumba moja isiyokuwa na mfanano wa ile waliotoka.
ile nyota ilitoka Ikulu, alafu nyota imekuja kukaa kwenye kijiji kimoja cha Dodoma kinaitwa, taja eneo lako, Nkuungu, kwenye nyumba isiyokuwa na maana. Hata wao walikuwa na mashaka, hii nyota ni kweli? Mbona tuliposimama na aina ya mtu tuliomwona, Biblia inasema waliona nyota ya ufalme, mbona tuliposimama haifanani? Ngoja nikuambie, hata wao wana maswali kuhusu wewe. Hata wao hawaamini kama ni kweli wamekutana na nani? Na wewe. Nataka nikuambie, watu wa namna hii kama Mungu hajawaleta hawaji kwa akili zao. Siwaombei watu watakaokuja kwako kwa sababu wana experience na wewe. Ninawaombea watu watakaowaleta Mungu kwa sababu wana package yako wewe. Hawatakuja kwa sababu ya muonekano wako, hawatakuja kwa sababu chochote. Watakuja kwa sababu kuna neema iko juu yako. Walipofika kwa mtoto, mioyo yao ikaambiwa huyu ndiye mfalme. Biblia anasema wakafungua hazina zao, wakafungua walivyokuja navyo, muda wote walivificha. Walipokutana na mtu sahihi, wakaanza kutoa kwenye ile nyumba. Mane uvumba, walikuja na marashi ya gharama ambayo hayapatikani katika ule mtaa. Ghafla banda la ng'ombe likaanza kunukia harufu njema. Baadhi ya mazingira yakaanza kurekebisha. Haikuwa Yusufu na Mariam kubadilisha mazingira, walikuja na nguvu ya kubadilisha mazingira. Mazingira yaliokuwa yamechakaa ghafla kaanza kufanana na zawadi walizobeba. Unajua kilo moja sasa hivi inauzwaje? Milioni 400+. Walikuja, Biblia yaongea kiwango cha dhahabu walichokuja nacho, ila Biblia inasema hivi, walikuja na dhahabu. Wewe sema tu dhahabu itakuwa ndogo, hata gramu moja una. Wewe jua tu walikuja na nini? Na dhahabu. Walikuja na marashi. Ngoja nikwambie, wakati wanatoa, automatically mazingira yanabadilika. Ndani ya sekunde, aliyekuwa analala kwenye holi la ng'ombe hakulala kwenye holi la ng'ombe tena. Ni kwa sababu waliokusudiwa kwenye hiyo nyumba kuibadilisha walifika kwenye maisha yake. Ninakuombea, aliyekusudiwa akija kwako hahitaji miaka 10 kukubadilisha, hahitaji miezi kubadilika. Nataka nikuambie, ni siku moja umebadilika maisha yako, ni masaa yamebadilisha nyumba yako, ni sekunde historia yako imebadilika. Ni kwa sababu Mungu anavyofanya sio kama wanadamu wanavyofanya. Mwanadamu anaweza katumia miaka, Mungu anatumia dakika. Wakaacha zawadi zao wakaondoka. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, yeyote ambaye anatakiwa kubadilishiwa nyumba, kubadilishiwa status, kubadilishiwa mwenendo wake, Mungu ikatokee kwa namna ambayo hata yeye ajui itatokeaje. Mungu, mabadiliko yakatokee mpaka waliomzunguka wajute kwa nini walimwachaga. Mungu kamfanyishe namna ambayo watu wataona matokeo na watu wanamjua historia yake. Mungu ukaibadilisha historia ya huyu kijana, ukabadilisha historia ya huyu mama, ukabadilisha historia ya huyu binti. Kila historia mbaya ya kulala chini, historia mbaya ya kulala kwenye zizi la ng'ombe, Baba ukaibadilishe, kwa sababu kwa akili yake hawezi kufanya chochote akabadilika. Mungu anaitegemea neema yako, anategemea kina mamajusi waliotumwa kwake, anategemea watu ambao Mungu umewadesign kuleta mabadiliko kwake. Baba, ninawaombea wote waliokusudiwa wasipishane naye, wasipishane naye. Ninakataa kila spirit ya delaying, ninakataa kila spirit ya stagnation, ninakataa kila spirit ya kumsahau kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Anapotoka katika ibada hii, waliokusudiwa waanze kutokea, waliokusudiwa waanze kutokea. Yeyote ambaye Mungu amebeba mwisho wake, yeyote ambaye amebeba breakthrough yake, Baba ukamkutanishe naye, Baba ukamkutanishe naye, Baba ukamkutanishe naye katika jina la Yesu Kristo. Mungu anapoamua kutengeneza na kubadilisha kwako kwenye kitu chochote kwenye maisha yako,
Mungu anaandaga watu, na hawa watu wanapokuja, hawa watu Betha, hawa watu ukikutana nao siku moja, maisha yako yamebadilika. Hauhitaji miezi, unahitaji tu kukutana na. Ngoja nikwambie, ukisoma kwenye Yoshua 2 kuna dada anaitwa Rahabu. Yoshua 2:1 hivi, leo sina mtu wa msomaji. Kitabu cha Yoshua 2, Yoshua 2 mstari wa kwanza, Biblia inasema, na Joshua akatuma wapelelezi wawili kwenda kuipeleleza ile nchi, na hawa wapelelezi wakafika katika nyumba ya kahaba anaitwa Rahabu. Ndivyo inavyosema Joshua 2 mstari wa kwanza, au inasemaje? Inawezekana sija, ni sawa? Ni sawa? Ni sawa ya? Jamani, hatuna Biblia. Ni sawa? Nilikuwa ninasoma nikashangaa. Hawa wapelelezi walipoenda kuipeleleza nchi, hawakwenda kwenye nyumba nyingine, walikwenda kwenye nyumba ya malaya. Biblia inamuita malaya aliyeitwa Rahabu, kwenye nyumba inayojulikana ni ya uchangudoa. Walipofika hawa wapelelezi, wakakaa katika ile nyumba. Alafu Biblia inasema watu wakajua kwamba hawa ni wapelelezi. Alafu wakampelekea habari mfalme. Alafu mfalme akatuma watu kuja kuwakamata. Wakiwa hawana habari, Rahabu akawachukua akawaficha darini. Hata wao hawajui kama walikuwa wanafuatiliwa. Alafu walipofika kwa Rahabu, Rahabu akawaambia hao watu wametoka, wakimbilieni, mnaweza mkawapata. Alafu walipoenda akawashusha, akawaambia, nimewaficha lakini nataka kitu kutoka kwenu. Nimewaficha kwa sababu nimejua Mungu wenu ni Mungu anayewapigania. Tumesikia habari zenu, namna mlivyowafanya wafalme wawili, Sihoni na Ogi, namna ambavyo Mungu wenu alikausha bahari. Na tuliposikia habari zenu, mioyo yetu imetepatepa, mioyo yetu imelegea legea kwa sababu ya habari zenu. Watu wawili walitumwa kwenye nyumba ya kahaba, na walipofika hawa watu wawili, hawakumwambia kahaba wamefuata nini. Ila huyu kahaba spirit yake ilikuwa sensitive kujua watu walioingia leo sio wateja kama wateja wengine. Watu walioingia leo sio wateja tu wa kulala na mimi. Watu walioingia leo kuna breakthrough wameishika. Nisipo dili nao vizuri, hawa watu wakiondoka, hii breakthrough nimeipoteza. Imagine sio walokole walioweza kuwatambua watu wawili, kahaba. Ngoja nikwambie, Mungu akikusudia kitu kwako kwenye maisha yako, Mungu ni rahisi akamficha macho mchungaji wako. Mungu anaweza akamficha macho baba yako asione kitu unachokifanya cha thamani, akakufungua macho wewe ukaona. Baba yake Rahabu wala mama yake hawakuwaona hawa watu kama ni wa thamani. Ila Mungu kwa sababu amemkusudia Rahabu, macho ya Rahabu yalijua hawa watu kuna breakthrough anayo. Rahabu alikuwa yuko tayari kusacrifice maisha yake, kwa sababu ukikamatwa umewahifadhi watu wanaotaka kupindua nchi unakufa. Aliamua kusacrifice maisha yake ni kwa sababu ya thamani ya watu waliokuja kwenye maisha yake. Narudia tena, kama Mungu leo hatoyafungua maisha yako, macho yako, kuna malaika wanakuja na muujiza wako, na unaweza ukawafukuza malaika. Kwa sababu Mungu akija hakuambii nimekuja na breakthrough yako. Mungu anataka sensitivity ya spirit yako. Mungu anataka kujua namna gani unaweza ukatambua. Na Mungu afanyi mpaka ameona kwanza umetambua. Biblia inasema hivi kwenye Mwanzo, na malaika wawili wakaenda alipo Abraham, wakamkuta Abraham amekaa chini ya mwaloni. Abraham alipowaona akajua hawa ni malaika. Abraham akawakaribisha. Hawakusema kama sisi ni malaika. Alipowakaribisha, hawa watu walikuja na breakthrough ya tumbo ambalo ni tasa.
la Sara. Alipoalisha akawanaisha miguu, wakamwambia mwakani majira kama haya mkeo Sara atapokea mtoto. Lakini wakati wanakuja, walikuja kama wanadamu wa kawaida. Kama Abraham asingewatambua, kuna muujiza wa Sara kupata mtoto usingetokea. Kuna watu wanatumwa kwako, nataka nirudie tena, wana breakthrough yako. Inahitaji sensitivity yako ya ndani, inahitaji umakini wako kutambua hawa sio watu wa kawaida, hawa wamebeba muujiza wangu. Na Mungu akileta neema kwako, Mungu haangalii tabia yako, Mungu anaangalia kile alichokikusudia kwenye maisha yako. Wakati wa Rahabu ulipofika, watu waliokusudiwa walitumwa kwa Rahabu, hawakutumwa katika nyumba nyingine. Kwa sababu Mungu ana haja ya Rahabu, Mungu alituma watu kwa Rahabu. Mungu ana haja na wewe, ndio maana kuna aina ya watu wanatumwa kwako wewe. Kuna nyumba leo ya kahaba inabadilishwa. Kuna nyumba ya uchungu leo inabadilishwa. Kuna nyumba ya vijana vibaka leo inabadilishwa. Kuna nyumba ya wezi leo inabadilishwa. Kuna nyumba ya watu wasiokuwa na akili leo inabadilishwa. Kuna nyumba ya masikini leo inabadilishwa. Kuna wawili wametumwa kwako, na katika hao wawili mmoja ndiye mimi naye kuambia Mungu anaibadilisha nyumba yako asubuhi ya leo. Kuna sehemu Mungu asipomleta mtu kuongea neno lenye revelation, lenye ufunuo kwako, hautoki. Isikose Rahabu anabageni nao kiasi gani mnataka, lakini hawa jamaa wanamwangalia tu. Mnataka wasichana wangapi? Hawa jamaa wanamwangalia tu. Sio swala la kulala, ni swala la uponyaji na wokovu umefika nyumbani kwako. Sio swala la price. Tunaweza tukakulipa chochote, lakini tunakuhitaji sana wewe. Anajaribu kubageni tena. Ikafika muda Rahabu akajua hawa hawahitaji mwili wangu, hawa wanahitaji roho yangu. Hawa hawahitaji magari yangu, hawa hawahitaji fedha zangu. Hawa watu kuna kitu kingine wanakitaka kutoka kwangu. Na hao watu walikuwa very sensitive spiritual. Swala kujiuliza, hivi Mungu alikosa kuwatuma watu sehemu nyingine waende kwenye nyumba ya kahaba? Kweli Mungu ameshindwa kuwatuma watu kwenye msikiti, makanisa, awatume watu kwenye nyumba ya kahaba? Sehemu yoyote ambapo kahaba unafanyika, hii point narudia tena, sehemu yoyote ambapo kahaba unafanyika is a transitional center. Sehemu yoyote ambapo kuna uzinzi, sehemu yoyote ambapo kuna activity zozote zinahusiana na ngono, ni sehemu ya kubadilishana. Kwa hiyo we baba ambaye unalala leo kwenye nyumba hii, kuna vitu unaacha, kuna vitu unachukua. Ukienda kwenye nyumba nyingine ukalala, kuna vitu unaacha kwenye hiyo nyumba, kuna vitu unachukua. Ukienda sehemu nyingine ukalala, kuna vitu unaacha, kuna vitu unachukua. Yeyote alalaye na malaya amekuwa mwili mmoja. Hawa wawili sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Ndivyo Biblia inavyoniambia. So wakati wewe unaenjoy mwilini, kuna vitu vyako vya kiroho vinachukuliwa. Na ndio maana mwanaume yeyote aliyeshikwa katika ngono anaweza akahonga nyumba ya mke wake na watoto wake na haoni shida. Mnatakiwa muwaombee tu wale wa baba, kwa sababu wameingia sehemu ambapo hata wao maamuzi wanayoyafanya hawajui kama yanawakosti. Unajua kunaga baba anaweza akahonga gari ya bilioni 1, lakini nyumbani kwake mke wake anapanda bajaji. Amuitikie. Mmejichanga, mmenunua kiwanja. Usipokuwa makini wewe mama, iko kiwanja kuna mtu anakichukua. Kwa sababu mume wako ameenda kwenye biashara, hakujua kitendo anachokifanya, kuna vitu anaviacha, kuna vitu anachukua. Imagine hao watu walikuwa sensitive, wakajua tukitaka taarifa za nchi, kuna sehemu wakuu wanaendaga kustarehe. Wanapoenda kustarehe hawastarehe, wanaachaga na taarifa za nchi. Popote unapoenda na kufanya ngono nje ya mke wako au mume wako, kuna vitu unapoteza na kuna vitu unachukua.
Sehemu yoyote ambapo kuna ngono inafanyika, narudia tena, sehemu yoyote unaenda kufanya ngono, hata kwa mke wako, hata kwa mke wako, na ndio maana mnakuwa spirit moja. Haujawahi kuonaga ukiolewa na huyo baba, usipokuwa makini utaanza kufanana na huyo baba, tabia zake. Baba ulikuwa upendi kuvaa vitenge, ghafla unaanza kushona nini? Mashati. Ni spirit ya yule mama inafanya kazi wapi? Inategemea nani ana nguvu ya kumvuta mwenzake. Paul anaandika, anasema hivi, na yule asiyetakaswa hutakaswa kupitia mke wake au mume wake. Unajua maana yake nini? Mwenye nguvu ya kiroho ndo anaweza kumvuta mwenzake. So inategemea spirit yako, how strong it is. Ikiwa weak, uliyeungana naye anakuvuta. Na yeye akiwa wiki anafanya nini? Anakuvuta. Ndio maana mtu anasema, baba nataka kuolewa lakini ana wanawake wengi. Mimi namwangalia naambia, okay sawa. Unampenda yeye. Unataka nikwambie usiolewe naye uje kusema baba wewe ndio sababisha nisiolewe? Nakuombea tu, lakini ndani nasema mwanangu, kama unataka kweli huyu jamaa badilike, unatakiwa wewe uongeze msuli ndani. Unatakiwa spirit yako iwe strong. Ukikutana na huyu baba, kwa sababu huyu baba ametoka kwenye familia ambazo mitaala kwao ni kawaida. Spirit ya mitaala inafanya kazi. Yaani wao kwao mtu kukaa na mke mmoja haiwezekani. Haiwezekani. Kuna maroho. Unapoungana naye, maroho yaliyokuwepo nyumbani kwao kupitia yeye yanaingia kwako. So you need to be very sensitive. Kwamba msuli huu ninaweza si uwezi. Huwezi mwanangu, usivutwe na hisia. Mwambie bwana, oya, mimi mwenyewe bado najitafuta. Nenda kwanza. Popote kinapofanyika kitendo chochote cha ngono, kuna mabadilishano ya spirit. Na ndio maana sio sifa kulala na kila mtu. Sio sifa kusema nimemaliza hii ofisi sasa ninatafuta watoto wa field wanaokuja. Shame on you. Shame on you. Sio sifa kuja kanisani kuangalia vijana wanaoimba kila kijana unataka kulala naye. Shame on you. Unaharibu spirit zina. Ngoja kwambie, sehemu ambapo roho zinahama kwa haraka ni kupitia ngono. Agano la Kale limeongea, Agano Jipya limeongea. Narudia tena, kwenye Hesabu walipofika Shitimu, si walilala na wanawake wa Kimoabu. Walipolala nini kilitokea? Wakaanza kuabudu miungu yao. Alafu Mungu akawaua wanaume 24,000 wote waliokuwa na zini na wale watu. Ni kwa sababu wamebadilishwa akili zao. Na ndio maana Mithali anaandika, azinie na mwanamke hana nini? Ana akili. Kila unayelala naye kuna uwezo wako wa kufikiri unafanya nini? Unaondoka. Kila unayelala naye uwezo wako wa kufikiri unafanya nini? Unaondoka. Imagine hawa wapelelezi wanajua kama wakuu wanalalaga na hawa wanawake kwenye nyumba ya Rahabu. Kwa Rahabu kuna taarifa zote za nchi. Walijuaje? Walijuaga Shitimu watu waliondolewa fikra. Hata hapa tukienda kwa malaya tutapata taarifa zote. Watu wakitaka kuchukua au kukitumia kitu ambacho kimekaa ndani yako. Wewe mwanaume una neema ya influence, una neema ya biashara. Watu wakitaka kuitumia hiyo neema ya biashara ambayo unayo, wanamtuma tu mtu alale na wewe. Huyo mwanamke kama mzuri spiritual akienda kwa mganga wake anamwambia, sikiza nikwambie. Hivi jina lako nani vile? La utani. Rick Ross. Tuna Rick Ross humu ndani. Wanajua huyu jamaa David ana karama ya biashara, ana neema ya biashara. Kitu ambacho shetani hawezi kufanya, shetani hawezi kuja kuiba neema ya Mungu. Chochote ambacho Mungu amekiweka shetani hawezi kukichukua. Ila shetani anaweza kutumia neema ya mtu ambaye anayo bila yeye kujijua. Mnanielewa? Na njia pekee ambayo ile neema inaweza kaenda kwa huyu kufanya kazi ni kupitia nini? Ngono. Wewe mama hujawahi kuonaga kabla hujaolewa na huyo baba, ulikuwa uko very smart kwenye biashara. Una miradi umefungua. Baada huyo baba kuolewa naye, ukudiri na spirit za kwao na yeye,
ghafla ukaanza kufilisika, mpaka sasa hivi umeingia kwenye madeni. Issue ni wewe haukujua vitu vya kiroho vinavyofanya kazi. Chochote kinachoingiza mwili unatumika kama tu kibebeo, lakini spirit zina act very fast. Very fast. Jana nilifundisha kwenye siku baraka, ndio maana Paul anaandika, anasema kwenye Wakolosai, anasema watu wa namna hii wanaoitwa ndugu, watengeni, hata kula nao msile nao. Watu wanaopenda vitendo vya ngono alafu wanaitwa wapendwa, achana nao, kwa sababu ngono kwa watu wengine ni ibada. Kwenye watoto wa madhabahu nyingine, ngono yoyote nje ya agano lao la ndoa ni ibada. Kwa watoto wa Mungu ni laana. Paul anasema watu wa namna hiyo hata kushirikiana nao usikia, kwa sababu ni hatari. Wanafungua milango ya nguvu za giza kuingia. Adui anaweza akapata taarifa zako kupitia mtu ambaye unaweza ukawa unashangaa vitu havisogei. Sio kusogea, kuna watu kwenye cycle yako sio sahihi, wana practice ngono kuliko kitu kingine chochote, and they enjoy it, alafu wanajiita wameokoka. Never, never, never. I speak it boldly, never. Nitaikemea. Unapenda sikia, upendi tafuta kanisa linalo entertain ngono, but katika madhabahu hii I refuse it in the mighty name of Jesus. Never. I will never entertain. Na ninakwambia wewe unayesali hapa, stop it. Unamsababishia mke wako asisogee ama mume wako asisogee. Unasababisha biashara zistaki. Unasababisha maisha yako ya staki. It's a spiritual. It's a biblical. Usipofanya ngono haufi, ila ukiacha kula ndo unakufa. The same energy unayotumia kwenda kufanyia, you can use the same energy kufanya kitu kingine cha manufaa. Don't be lazy. Awake. Amka. Adui anatumia, Biblia inasema na mkuu wa Midian akamfundisha mtoto wake Cosby namna ya kuiba vitu vya watoto wa Mungu kupitia ngono. Biblia inasema Cosby akawafundisha wadogo zake, wakaanza kulala na wanaume wa Kiisraeli, kuchukua vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yao. Can you imagine? Balaam alishindwa kuwalaani Israeli. Biblia inasema nitawalaanije waliobarikiwa? Kila kijaribu kuwalaani hawezi kuwalaani. Ni kwa sababu gani? Hawa watu wamebarikiwa. Walipofika katika nchi zao wakasema hivi, tukiwalaani hawalaaniki. Lakini kuna namna, njia nyepesi spirit zetu zinaweza zikaingia kwao. Njia pekee, watoto wetu wa kike walale na wanaume wa Kiisraeli. Wakilala nao tumebadilisha fikra zao. Wewe unanisikia leo, usipoacha ngono basi wewe wewe uko level nyingine. Yaani kuongea kote huku na bado hapa ukitoka una text tukutane ghetto. Wewe utakuwa level nyingine. Biblia inasema Hesabu 23, soma 25, mstari wa mwisho kabisa. Utamwona mtu anaitwa Cosby. Nini kilifanyika? Cosby alikuwa anajilengesha kwa watu. Na hajilengeshi kwa watu wengine, anajilengesha kwa watu ambao wameokoka kwa kipindi hiki. Mtu yoyote anayefanya ngono ambaye ni mpendwa, vitu vikubwa vile, maisha yake yamesimama, hayasogei. Hasogei level nyingine. Alafu uchumi wake una shida. Mtu yoyote, spirit zikiingia hizi, kitu cha kwanza zinaanza kunyonya. Na ndio maana kabla hujafanya maamuzi ya kuolewa au kuoa, anza kudili na spirit ya mwenzako. Hakikisha anakuwa delivered kwanza, kwa sababu otherwise kuna vitu utapoteza ama yeye atapoteza. Mnanielewa wazazi ambao mna watoto? Ujue sisi wazazi tuko tayari kusema cha kwanza tunachoulizaga amesoma, cha pili ana nini. Tunachokiangalia ni kitu cha nje which is good, lakini pia turudi vitu vya ndani. Mwambie mwanangu, umeomba Mungu kujua kwao kuna spirit gani? Na wewe umesimama kiroho mwanangu? Kwao kuna spirit za ulevi,
Uko tayari? Yani kwa mfano baba mchungaji au mama mchungaji, sasa ndo mchungaji wa kanisa, alafu mimi baba mchungaji mlevi, mnanikuta baba mchungaji nimelala kwenye mtalo pale, alafu mama mchungaji ndo anawahubiria. Kitu cha kwanza mngesema, mama mchungaji, hebu muokoe kwanza nani? Umeshindwa kupambana na spirit ya mume wako, uje kupambana na spirit ya kwetu. Na ndo maana Mungu akinipa neema nitakuwa na dili na wanandoa ambao kuna spirit iko kwa mwenzako ambayo unaijua kabisa inakuletea shida. Tutaanza kudili na hizo deriva waliokuwepo kwenye ndoa, kwa sababu kuna aina ya spirit sio kwa ajili yako, zinasababisha wewe usisogee, ziko kwa mwenzako. Leo mpo kimya hadi naogopa ili darasa leo gumu. Ili darasa au sindano inaingia, ngoli ananifanyia hivi. Kuanzia leo ukianza kujua kwa nini walienda kwenye nyumba ya kahaba, ni kwa sababu wafalme wakati wanaenjoy wanasema, yani nchi yetu ina wanajeshi 10, ina vifaru 30. Wanaacha tu. Kuna mtu anacheka mpaka nimesikia. Hata we mama unajuaga, ili baba huyu atoe, kuna namna, unajua namna ya kufanya. Anasema kila kitu, jana ulikuwepo wapi? Mke wangu nisamee tu, jana kweli. Haleluya. Utamwacha mke wako? Ninamwacha. Divorce iko wapi? Hii hapa, sign. Na sign. Sio wao, akili. Azinia na mwanamke. Kwa hiyo anayedili pale sio mume wako, spirit imeshamvaa. So Rahabu anauza mwili, lakini ana taarifa zote za nchi. Nataka kwambia, bila Rahabu Israeli wasingeingia Kanaani. And yet Mungu alisema nimewapa nini? Kanaani. Ila bila malaya hawachukui nchi. Tesi, nataka kwambia, bila malaya kuja kwenye maisha yako hawawezi kuchukua kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Na ndo maana kuna mwanzoni haukuwa na hii roho, sasa hivi mwili wako unawaka tamaa vibaya mno. Sikiza nikwambie, ni strategy adui anaitumia kunyonya vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yako. Na ndo maana ukija kwangu kwenye counseling, muda mwingine kama kuna issue ya ndoa kwako afu mwenzako sio mwaminifu, mara nyingi natakaga ni deal na yule mtu, kwa sababu muda mwingine ni spirit zinazomsababishia apoteze. Biblia inasema Rahabu alipowakumbatia wale watu akawaambia kila kitu, afu wakamwapia kumwambia hivi, usiseme kuhusu habari yetu. Usiposema uhai wako uko kwetu, ila ukitamka tutakumaliza na wewe. Wale watu walikaa siku chache, waliondoka na taarifa ya nje. Wanajua kuna wanajeshi wangapi, kuna vifaru vingapi, wapi silaha zilipo, wapi wanajificha. Walijua nchi nzima. Imagine nchi nzima, taarifa zote ziko kwa mwanamke kahaba. Alizipataje? Na yeye sio mwanajeshi. Kuna mabadilishano yalikuwa yanatokea kiroho. Muda umenishia, afu bado sijaingia. Biblia inasema nisomee mlango wa pili, Yoshua 2:18-19. Mtu anisomee. Hapa Mike. Nani yuko tayari anisomee? Yoshua 2:18-19.
Yoshua 2:18-19. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha hili ulilotuteremshia, nawe uwakusanye kwako nyumbani mwako. Baba yako na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. Itakuwa mtu awaye yote atakayetoka katika mlango wa nyumba yako kwenda njiani, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe, na sisi tutakuwa hatuna hatia. Na mtu atakayekuwa ndani ya nyumba yako, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyake, mkono wa mtu ukimpata. Sikiza nikwambie, hawa watu walipopata taarifa kuna kitu wanamwambia maraya. Hivi malaya kanda maalum, tuna shida ya ara na elo. Nazungumzia nyumba isofaa ya malaya. Unifuatishe mwishoni kitu kinachoenda kutokea. Wakamwambia, yeyote anayetaka kuwa salama, yeyote anayetaka kupona wa nyumbani kwako, aje kwenye nyumba hii inayoitwa nyumba ya malaya. Yeyote, tutakuja kuangamiza nchi nzima. Yeyote anayetaka kuwa salama, ajifiche kwenye nyumba isiyofaa, hii nyumba ya ukahaba, aje kukaa humo ndani. Hivi unaweza ukajua Rahabu aliwakonvinsi vipi wazazi wake kuambia baba, njoeni kwenye nyumba yangu mkae? Manake siku hiyo mteja aliyelala siku hiyo akaamka alikuwa salama. Ngoja kwambie, Mungu akishusha neema kwako, watu wakupende wasikupende watakuja tu. Narudia tena, Mungu akiachilia neema kwako, wapendo, usicheze na mtu mwenye grace. Usicheze na mtu mwenye neema. Rahabu hana sifa mbele ya kaka zake nzuri. Rahabu hana sifa mbele ya baba yake. Rahabu hana sifa mbele ya mamake, ila neema ya ukombozi imemwangukia. Mungu muda mwingine akitaka kukupa heshima, kuna aina ya nguvu Mungu anaiachilia kwako ambayo inakutofautisha na watu wengine. Kuna grace Mungu anaweza kuileta kwako na tabia yako jinsi ulivyo, kwa sababu tu ameamua kukuchagua wewe. Muda mwingine heshima yako inaweza ikathaminiwa ni kwa sababu kuna kitu umewazidi wanaokusema vibaya. Rahabu muda ulipofika, aidha unataka kufa, niseme vibaya, kaa nyumbani kwako. Lakini kama unataka kuishi, njoo kwenye nyumba ya malaya. Harlot house. Harlot house. Do you want to live? Come to my house. Alafu naweza, nyumba gani? Yaani kwa mfano mnaniona baba mchungaji, kila siku niko hapa, kesho mnanikuta naingia kwa nani? Kwa Rahabu. Mungu amesema nisipoingia kwenye hii nyumba tunakufa. Ninazungumzia nyumba ambayo hakuna jema linalotokea. Nyumba ambayo hakuna chema kinazaliwa. Nyumba ambayo hakuna tabia njema inatoka kwenye nyumba. Alafu Mungu anasema nimeichagua na nyumba hii. Nyumba ambayo vijana wote wanaotoka humo ni wavuta bangi, alafu neema inashuka. Mungu anasema katikati ya wavuta bangi kuna kijana wangu namtoa. Nyumba ya vibaka, alafu Mungu anasema katikati ya nyumba ya vibaka kuna mtumishi wangu Ima anatoka. Mungu akitaka kumwinua mtu au kuitengeneza nyumba, Mungu anamtafutaga Rahabu mmoja, na Rahabu ana tabia ngumu kuliko watoto wote. Ndiye huyo Mungu anamtaka kuibadilisha nyumba ya kwenu. Kuna mmoja anayenisikia hapa ambaye una tabia ambayo hata wewe hujui inaendaje. Hata uwezi kuambia mimi nasali kwa Pastor Godfrey pale reality, kwa sababu atakwambia kwa tabia gani. Nataka nikwambie leo ni siku yako ambayo imefika. Mungu anaisababisha hiyo tabia kumleta mtu mwingine tena. Mungu anamuinua Rahabu kuwa mtu mwingine tena. Bibi yangu inaniambia, akawaambia mkitaka kuwa salama, watu wajae kwenye nyumba yako. Sijui watakupenda wasikupende, watu wajae kwenye hii nyumba. Kuna jambo jipya Mungu anataka kulifanya kwenye hii nyumba. Kuna watoto wa hii nyumba Mungu anataka kuwabadilisha.
Kuna watoto wanatakiwa kubadilishiwa tabia. Kuna watoto wanatakiwa kubadilishiwa position. Kuna watoto wanatakiwa kupelekwa sehemu. Hii nyumba leo inabadilika. Ilikuwa ni nyumba ya aina fulani ya watu, ghafla kuna aina nyingine ya watu inakuja. Nataka nikuambie, baada ya siku ile kuna namna Rahabu aliweka nyumba yake tofauti na ilivyokuwa. Kwa sababu Rahabu alikuwa anajua sijui lini watakuja, so ninatakiwa wazazi wangu wawepo ndani ya nyumba mapema kabla haijatokea, kwa sababu wale watu hawajamwambia tutakuja kesho au kesho kutwa, lakini kuna siku tutakuja. Minzi, baada ya siku ile, baada ya kufunga uzi mwekundu, kuna kitu kikatokea. Nyumba ya Rahabu ikaanza kubadilika. Wateja wakija, Rahabu anawaambia leo siuzi, baba na mama wako nyumbani. Wakija tena sema leo hatuuzi, kaka na mke wake wako kwenye chumba. Maana yake Mungu anapotaka kubadilisha tabia yako, kuna aina ya watu Mungu anaanza kukuletea. Ukikaa na hao watu, kuna hamu fulani inaondoka na kuna hamu nyingine inakuja. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, Mungu akakubadilishie cycle kuanzia leo. Unapotoka mahali hapa, cycle yoyote na kupeleka baa, Mungu akakubadilishie. Cycle yoyote na kupeleka kuzini, Mungu akakubadilishie. Cycle yoyote na kupeleka kuiba, Mungu akakubadilishie. Cycle yoyote inasababisha utende dhambi, Mungu akakubadilishie. Cycle yoyote inakusababisha uibe, Mungu akakubadilishie. Mungu akaweke watu ambao ukiwaona huwezi kufanya. Unasema sawa, Mungu hayupo, lakini kwa sababu hii sifanyi. Biblia inasema naye Yesu akakuwa katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu lakini pia anawapendeza wanadamu. Kuna aina ya dhambi unaweza usifanye sio kwa sababu Mungu hayupo. Kuna aina ya dhambi huwezi kufanya kwa sababu kuna aina ya watu wako na wewe. Narudia tena. Watu ni rahisi wakakusababisha ukatenda dhambi. By the way, dhambi nyingi unazozitenda sio kwa sababu unamwogopa Mungu, unawaogopa watu. Ni kwa sababu mimi nikiwepo na wewe, kuna vitu unafanya huwezi kufanya. Unasema baba mchungaji atafanya nini? Mungu akaleta aina hii ya watu. Kila ukijaribu kufungua hiyo zip, unamuona Yesu amesimama. Mungu akaleta aina hii ya watu. Na hii sauti ingie ndani yako. Kila utakapotaka kutenda dhambi usikie hii sauti, pastor ananikemea. Na ninakuchomoa kwenye makanisa ambayo hayakukemei. Ninakutoa kwenye makanisa ambayo hayaongei kweli. Mungu akaweke ugumu ndani yako. Biblia inasema Rahabu akaleta familia yake. Alafu kuna aina ya tabia ikakoma. Watu wakikaa wanasema Rahabu yukoje? Mbona Rahabu sasa hivi hatuuzii? Rahabu nini kimekupata? Baba yuko nyumbani. Si umfukuze. Rahabu anasema nikimfukuza baba leo, yawezekana kina Joshua kesho wanafanya nini? Wanakuja. Baba atakufa. Wakienda nasema kaka yupo nyumbani. Na wewe wakiwa nakutafuta, ase twende miaka 30 ya Bongo Flava, anasema niko kwenye mkesha. Mbona mnacheka? Mlikuwepo? Wanapokuvuta, Mungu akakuinue watu wengine ambao watakuvuta ndani. Wakati wanakuvuta nje, kuwepo na nguvu nyingine inayokuvuta ndani. Mungu akakuinulie watu wa namna hii. Mungu akakuinulie watu wa namna hii. Mungu akakuinulie watu wa namna hii. Nyumba inapoanza kujengwa, inapoanza kutengenezwa, Mungu anapoidesign, kuna aina ya watu anawaleta kwenye maisha yako. Kuna aina ya watu anawaleta kwenye maisha yako. Alafu hao watu wakafanya kitendo cha kimani, wakamwambia sasa hivi kwenye dirisha funga uzi mwekundu, kamba nyekundu. Maanake kwenye ulimwengu wa roho, hii nyumba imezingirwa kwa damu ya Yesu Kristo. Hii nyumba inaanza kuvutwa. Kuna tabia
zinaanza kuvutwa, kuna vitu vinaanza kuvutwa. Yeye anaona uzi, lakini kwenye ulimwengu wa roho sio uzi. Yeye anaona kamba, lakini kwenye ulimwengu wa roho sio kamba. Na walimwambia tafuta kamba yenye rangi nyekundu. Wakati wanatolewa Misri, Mungu aliwaambia hivi, pakeni damu kwenye miimo ya nini? Ya nyumba zenu. Na yule malaika akiwa anapita akiona hii damu hatoangamiza, mtakuwa salama. Minzi, kuna kitu kilikuwa kinafanyika. Kuna transition ilikuwa inafanyika. Kuna tabia za umalaya zilikuwa zinamwachia. Bila kingine, kuna kitu kilikuwa kinafanyika kwenye maisha ya Rahabu. Ni kwa sababu kuna uzi mwekundu. Kuna kitu kilikuwa kinafanyika. Na mimi ninapaka damu kwenye nyumba ya baba yako. Ninapaka damu kwenye nyumba ya mama yako. Ninapaka damu kwenye nyumba ya mume wako. Ninapaka damu kwenye ofisi yako. Ninapaka damu kwenye kila kitu unachokimiliki. Aina yoyote ya tabia ninavyokuwa ninaongea, hiyo tabia kwa sababu ya hiyo damu inabadilisha. Hiyo tabia inaachia. Tabia zozote chafu zinaondoka ndani ya mume wako. Tabia zozote chafu zinaondoka ndani ya mke wako. Tabia zozote zisizokubalika zinaachia kwenye maisha yako. Mungu anafanya mabadiliko kuanzia sasa. Kuna tabia za Rahabu zinaachiwa. Kuna tabia za wizi zinakuachia. Kuna aina ya tabia zinaachiwa. Ni nguvu ya damu ya Yesu Kristo inayobadilisha. Haitakuwa kwa uweza wako, ila kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Baba, ninakuomba mchana wa leo, tabia yoyote ambayo ni ngumu ndani ya huyu mama, tabia yoyote ngumu ndani ya huyu dada, kwa damu ya Yesu Kristo ikabadilike sasa. Hakuhubiriwa injili nyingine. Aliambiwa funga uzi mwekundu katika dirisha lako. Kuna mpenyo waliokuwa na utafuta. Walipotokea wao, wakasema njia hii tuliotokea, paka damu. Hey. Hapa ambapo tumepata upenyo, paka damu. Na kwa sababu na wewe leo umekuja, umepata hii nafasi ya kuja kwenye ibada, ninapaka damu kwenye maisha yako. Ninapaka damu kwenye maisha yako. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye maisha yako. Kila tabia inayokushinda, kila tabia inayoshindana na wewe, ninaachilia damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Tunasema tumekombolewa kwa hiyo damu. Hiyo damu inatunenea mema. Hiyo damu ikakunenee mema leo. Hiyo damu ikakunenee mema leo. Hiyo damu ikakunenee mema leo. Kuna vitu Mungu asipoingilia kati haviwezi kubadilika kwenye maisha yako. Kama Rahabu, hao watu wawili wasingekuja kwa Rahabu, maisha ya Rahabu yasingebadilika. Kama wasingekuja na ufunuo wa kusema tukamtoe Rahabu, nyumba ya Rahabu isingeokolewa. Nyumba ya Rahabu isingepata wokovu. Nataka nikwambie wewe ambaye wamesema umeshindikana, I prophesy upon your life, kabla huu mwaka kuisha, wewe walisema umeshindikana, utakuwa uliyewezekana. Wewe anayesema tusimuite kwa sababu ni mkorofi, utakuwa mpole kuliko mtu mwingine kwenye hiyo nyumba. Wewe anayesema tuwezi kufanya chochote, hana msaada wowote, Mungu akakubadilishia ukawe na maana kwenye hiyo familia. Wewe uliyekimbia shule ukarudi shule. Wewe uliacha kazi ukatafute kazi. Wewe uliyekuwa mvivu ukawe hodari. Yawezekana kwa kila aaminie. Na hili ndilo neno ninaloliachilia. Rahabu wa jana si Rahabu wa leo. Bibi yangu ananiambia Rahabu alipotoka alipotoka Rahabu kuna kitu kikatokea. Walipokuja wakaua, wakaharibu kila kitu. Biblia inasema nyumba zote zikateketezwa, ila nyumba yenye uzi mwekundu haikuguswa. Biblia inasema Yoshua aliwaambia uweni kila kitu. Yoshua 6 mstari wa 22. Uweni kila kitu ila ile nyumba ya yule kahaba. Baba, imagine kahaba. Nyumba ya kahaba iachiliwe. Nyumba ya kahaba imekuwa a rescue camp. Nyumba ya kahaba imekuwa kimbilio. Nyumba ya wezi imekuwa nyumba ya watu kupewa ada. Nyumba ya Simeoni mkoma sasa ndio inayotoa msaada. Nyumba ya aliyeitwa mvivu sasa hivi ndio inayosomesha. Baba, ninabadilisha majina ya nyumba zao. Baba, ninabadilisha majina ya nyumba zao.
Nyumba zilizoitwa za fukara zikawe ni nyumba zitakazosomesha watoto katika kijiji chao. Nyumba zilizodharaulika zikawe ndo nyumba zitakazotoa msaada katika mtaa wao. Nyumba zilizokataliwa ndo zikawe nyumba zitakazowasomesha kila mtu mwenye shida. Sikiza nikwambie, Rahabu kuna kitu kikatokea. Yeye akawa ndiye champion. Yeye akawa champion. Ukisoma hiyo Joshua 6:22 nadhani inasema hivi, na Joshua akamwambia, akawatuma wale watu wawili, akasema nenda ukamtoe Rahabu na wote waliokuwa nao. Wokovu ulifika, yes, lakini ilihitajika nguvu ya kuwatoa. Biblia inasema Joshua akawatuma wale spies wawili, akasema yule mliyemuahidia ninawatuma mkamtoe kwenye nyumba ya ukahaba. Ninamtuma mkawatoe familia ambayo ilibanwa kwenye ukahaba. Walipotolewa kwenye ile nyumba, hatumuoni Rahabu akiwa kahaba tena, kwa sababu kuna nguvu. Huwezi ukatoka mpaka kuna nguvu itumwe kwenye maisha yako. Hauwezi ukafunguliwa mpaka kuna nguvu utoke kwenye hiyo nyumba. Kuna nyumba ambayo ilikuwa inamshikilia Rahabu, ambaye alikuwa tayari amebadilika, lakini nyumba bado inamshikilia. Kuna uwezo ambao ninamuomba Mungu leo, kama hautashuka huo uwezo, kuna sehemu hautaweza kupiga hatua. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema na malaika wawili wakatumwa katika nyumba ya Lutu. Ingawa Lutu yupo kwenye nchi ya Sodoma ambayo Mungu anataka kuiangamiza, Mungu akamwambia hivi malaika, nisipomtoa Lutu hawezi kutoka kwenye hii nyumba. Inahitaji nguvu nyingine nimtoe Lutu. Kuna nyumba ambazo tupo, ambazo kuna tabia zinatembea na sisi. Mchana wa leo Mungu anasema lazima nitume aina ya malaika. Kuna aina ya nguvu Mungu akiwatoa, Mungu akikiachilia ikawatoa, hautarudi tena katika hiyo nyumba. Mungu anamwambia Lutu, leo hii utatoka. Waambie wakwe zako waje, waambie wake zako waje, watoto wako waje. Leo hii tunatoka kwenye hii nyumba. Ni kwa sababu Mungu anataka kuachilia moto katika hiki kijiji, katika huu mtaa, na nyumba yako ni lazima tuitoe kwanza. Lutu hakuweza kutoka mpaka malaika walipotumwa kwake. Baba, ninaomba wale malaika, Baba, wale malaika wawili watakaowatoa watoto wako katika hizo nyumba. Baba, ninaomba wale malaika wawili waliotumwa mchana wa leo kuwatoa watu katika nyumba za magonjwa, kuwatoa watu katika nyumba za ufukara, kuwatoa watu katika nyumba za ulevi, kuwatoa watu katika nyumba za wizi. Baba, wanajua kama hakuna hii nguvu hawawezi kutoka. Kama hakuna hii nguvu hawawezi kutoka. Roho Mtakatifu, ninakuruhusu mchana wa leo, kila tabia ambayo iko kwenye hiyo nyumba, kila tabia ambayo imezaliwa kwenye hiyo nyumba, wanajitahidi kusogea hawatoki, wanajitahidi kwenda hawawezi kwenda. Roho Mtakatifu, wakati wako umefika. Wakati wako umefika. Mmoja baada ya mwingine, yeyote aliyezuiliwa, yeyote aliyeshikiliwa, nguvu yoyote inayomshikilia, nguvu yoyote inayowashikilia, wasiweze kutoka, wasiweze kuachiwa. Aina ya roho za hizo nyumba. Wakati wa kuangushwa Yeriko umefika. Wakati wa kuangushwa Sodoma umefika. Lakini kuna nyumba ina watoto wako. Kuna nyumba ina watoto wako. Achilia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achilia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nyumba yoyote wanayoshikilia ikaachie. Nyumba yoyote inayowashikilia, nyumba inayowazuia, kibali wanachokizuia, uzima wanaozuia, uponyaji wanaozuia, breakthrough wanayozuia, katika hii nyumba, hiyo nyumba iwake moto. Hizo tabia ziachie. Kwa jina la Yesu. Mwisho wenu wa kutesa watoto wa Mungu, mwisho wenu wa kuwaloga, mnaionea hiyo nyumba, mnaitesa hiyo nyumba. Watoto wa hiyo nyumba hawastahili kufanya chochote, hawastahili kusogea, hawastahili kuwa watu wakuu. Mmewazuia,
mmewacholea mipaka. Kila aliyecholewa, kila aliyecholewa, kila aliyecholewa mpaka kwenye ulimwengu wa roho, achia mipaka, mipaka, mipaka mlioichola, mipaka mlioichola. Watoto wasisogee, wasifike chuo kikuu, wasiwe na kazi, wasiwe viongozi, wasiwe wachezaji wakuu, wasiwe watu wanaojulikana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafuta hiyo mipaka, ninafuta hiyo mipaka, mipaka yote kwenye ulimwengu wa roho inayowazuia watoto, ikaachie, ikaachie. Hii nyumba ya uzinzi, nyumba ya uzinzi, wewe uliyeshikiliwa na hizi roho kwenye hiyo nyumba, achia, achia. Walioshikwa kwenye nyumba za ulevi, nyumba za mikala, nyumba za divorce, nyumba za aibu, nyumba za matukano, nyumba zenye hali mbaya, watoke, watoke. Wanaotakiwa kutoka, wanaotakiwa kutoka, wanaotakiwa kutoka. Ninawaita Rahabu, inuka, Rahabu inuka, Lutu toka. Ninawaita watoke, ninawaita watoke. Hii nguvu inawatoa, hii nguvu inawatoa kwenye nyumba za kichawi, 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 nyumba za kichawi. Waliozaliwa kwenye nyumba za kichawi, ninawaita, 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 ninawaita nyumba za kichawi. Nyumba za watoto kuchanganyikiwa. Kuna nyumba upo, watoto wanachanganyikiwa, watoto wanachanganyikiwa, watoto wanachanganyikiwa, watoto wanachanganyikiwa. Imeachiliwa kama ambavyo inaitwa nyumba ya malaya. Kuna nyumba ya watoto kuchanganyikiwa. Yeyote aliyezaliwa kwenye hii nyumba, yeyote aliyezaliwa kwenye hii nyumba, na hiyo roho ya watu kuchanganyikiwa ipo, ipo, ipo. Ninaita wewe uliyekuwepo, wewe uliyekuwepo kwenye hiyo nyumba, ninakuvuta sasa, ninakuvuta sasa, ninakutoa, 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 ninakutoa. Nyumba za watoto kuwa vichaa, nyumba za watoto kuwa vichaa. Achia, achia, watoke, watoke, watoke. Hiyo nyumba ziwachie. Muda wa Rahabu kutoka, muda wa Lutu kutoka. Watoke, 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 watoke. Kuna nguvu leo isipokutoa. Hiyo nyumba ina mamlaka na wewe, ina nguvu na wewe. Kuna nyumba mimba zinaharibika, mimba zinaharibika, mimba zinaharibika. Watoto wa kike kwa hiyo nyumba, kuna neno limeachiliwa, mimba kuharibika. Na wengine sio kuharibika, watoto watakaozaliwa wasiweze kufanya chochote, wawe mapooza, wawe watoto wasiokuwa na maana. Ninaziita hizi nyumba, ninaziita hizi nyumba zikuachie, zikuachie. Wewe ambaye wanasema umezaa mapooza, wanaharibu uzao wako, wanaharibu tumbo lako, wachie, wachie. Pesete, haujazaa mapoza, haujazaa mapoza, haujazaa mapoza, haujazaa mapoza, haujaizalia Yeriko, haujaizalia Sodoma. Wewe ambaye mimba inaharibiwa, wewe ambaye watoto wako wanaharibiwa, ninakuita sasa, toka kwenye hiyo nyumba, toka kwenye hiyo nyumba, toka kwenye hiyo nyumba. Nimetumwa nikutoe, ninavuta
ninavuta ile kamba, ninavuta ile kamba, ninavuta ile kamba. Ndivyo unavyotoka, ndivyo unavyokuachia kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao mko hapa lakini mnajua tabia za wenza wenu. Hebu shika kidole chako cha ndoa, tunataka tuachilie. Kama yuko hapa, shikana naye mkono. Kama yuko hapa, shika kidole chako cha ndoa, shika pete. Kama uko naye, hakikisha unakaa na mwenzako, shikana naye, shikana naye. Kama yuko, shika kidole chako cha pete, kidole cha agano. Ninataka niruhusu nguvu. Yeye asiyo sababu ya wewe kuanguka, yeye asiyo sababu ya wewe kuchelewa. Tunakataa roho za uzinzi ambazo kazi yake ni kuiba. Na kama uko hapa una watoto, shika tumbo lako, ambaye haujaingia kwenye agano la ndoa lakini una mtoto. Hebu shika tumbo lako, sababu uliyekutana naye hujui ni roho gani pia zinaweza zikapita kwa mtoto. Kuna kitu cha kiimani. Kama una mtoto, shika tumbo lako, ambaye haujaingia kwenye ndoa. Lakini kama uko kwenye ndoa, shika kidole chako cha pete, aidha ni mume au mke. Baba wameshika, na wengine wameshikana mikono, wengine wameshika vidole vyao vya pete, wengine wameshika matumbo yao, tayari wana watoto. Baba, ninajua roho ya uzinzi, roho ya uasherati inaachiliwa kwa ajili ya kuwazuia watoto wa Mungu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, yeyote aliyeshika kidole cha pete na mwenzake alipo, kuna roho zinamfuatilia, kuna maroho yanamfuatilia, na kwa sababu hiyo hizo roho zinapita kwake. Yeye yuko hapa, na wengine wameshikana, ni mke na mume, na wengine tayari wana watoto. Ninaruhusu moto wa Roho Mtakatifu, ninaruhusu moto wa Roho Mtakatifu, ninaruhusu moto wa Roho Mtakatifu. Kila maroho, kila maroho, kila maroho yanayopita na kuwatesa, kila maroho yanayopita na kuwatesa, alipo huko, hiyo roho iingie, hiyo roho ingie. Kila nguvu yoyote, kila nguvu yoyote juu ya huyo baba, juu ya huyo mama, juu ya hiyo ndoa, kila majini maaba, kila roho za uzinzi, roho za uasherati, roho za ulevi, roho za wizi, roho za uchawi, zikaachie. Upite huo moto, upite huo moto, upite huo moto, upite huo moto. Walipo moto wafuate, walipo moto wafuate. Na hao watoto waliozaliwa, ninaweka mpaka juu yao. Roho za baba, roho za mama zisiwafuate. Yeyote aliyeshika tumbo, yeyote mwenye watoto, ninawatenga hao watoto, ninawatenga hao watoto kwa jina la Yesu Kristo. Hawatachezewa, hawatachezewa, hawatachezewa. Hizi roho hazitawachezea. Ewe adui, hutachezea watoto wa Mungu, watoto wa kanisa hili, watoto wa madhabahu hii. Yes. Na yeyote ambaye ni mtoto yuko hapa amezaliwa, ambaye baba na mama wana aina hizi za tabia, ninasemesha hao watoto sasa. Ninawatenga hao watoto, ninawatenga hao watoto kwa moto, kwa upanga. Ninawatenga na madhabahu walizotokea, ninawatenga na madhabahu walizotokea, ninawatenga na madhabahu walizotokea, ninawatenga na madhabahu walizotokea. Hawawezi, 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 hawawezi. Hizi roho haziwezi kuwafuatilia kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutangazia kuna kitu chema Mungu anaenda kukifanya kwako. Rahabu ambaye Mungu alimbadilisha, ukisoma kwenye Mathayo 1, Biblia inasema na mwana wa Yuda anaitwa Salmon, mwana katika ukoo wa Yuda anaitwa Salmon.
akamuoa Rahabu aliyekuwa kahaba, na kupitia Rahabu na Salmon wakazaa mtoto anaitwa Boaz. Kupitia Boaz akamzaa Obedi. Kupitia Obedi akazaliwa Yese. Kupitia Yese akazaliwa Daudi, na kupitia ukoo wa Daudi akazaliwa Yesu. Manake Mungu anaweza kumbadilisha kila mtu, na kupitia tumbo lake kuna kitu chema kikatokea. Kama alimbadilisha kahaba na kahaba akaja kuzaliwa Yesu tunayemtangaza, na mimi nabadilisha tumbo lako, ninaibadilisha historia yako mchana wa leo. Walipodhani tabia yako itakuwa tabia ya watoto wako, walipodhani tabia ya baba yako itakuwa tabia yako, walipodhani tabia mama yako itakuwa tabia yako, ninaibadilisha hiyo tabia kuanzia sasa. Kitu chema kikazaliwe, kitu chema kikazaliwe, kitu chema kikazaliwe. Boaz akazaliwe kwako, Obedi akazaliwe kwako, Yese akazaliwe kwako, Daudi akazaliwe kwako, Solomoni akazaliwe kwako, Amnoni akazaliwe kwako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wafalme wakazaliwe kwako. Ninakutangazia wewe mama ambaye una mtoto wako yupo kwenye michezo, yuko mama ambaye mtoto wake yuko kwenye michezo, sijui nani. Ninamtangazia huyo mtoto akawe nyota kwenye hiyo familia, miguu yake na anachokifanya, kipawa chake kikatangazwe, sio Dodoma, sio Tanzania, kikalete heshima kwenye nyumba yako. Ninazitangazia nyumba za wafalme kuzaliwa, wafalme kwenye biashara, wafalme kwenye elimu, wafalme kwenye siasa, wafalme kwenye entertainment, wafalme kwenye michezo, wafalme kwenye neno, wafalme kwenye injili. Kila mahali uzao wako ukawe uzao wa kifalme. Mungu anaibadilisha nyumba yako sasa. Mungu anaibadilisha nyumba yako sasa. Ninawatangazia wakuu wakazaliwe, kina Daudi wakazaliwe, kina Solomon wakazaliwe kwenye nyumba yako ulipotokea. Unajua historia ya kwenu ulipotokea, lakini Mungu anaibadilisha mchana wa leo. Anaiweka jina jipya, analiweka jina jipya juu yako. Anasema katika nyumba ya Yakobo moto utawaka, na katika nyumba ya Yusufu miali ya moto itatokea, lakini nyumba ya Esau itakuwa kama makapi makavu, na yeyote kwenye hiyo nyumba atatoeka, atachomeka. Lakini nyumba ya Yusufu mwali wa moto utatokea, na nyumba ya Yakobo moto utawaka. Ninatangaza nguvu isiyokuwa na kikomo, nguvu isiyokuwa na kikomo, nguvu isiyokuwa na kikomo katika familia yako, katika watoto wako. Nguvu isiyokuwa na kikomo ikakae juu yako, ikakae juu yako, in the mighty name of Jesus. Baba, asante kwa ibada ya leo, asante kwa watoto wako, asante kwa kuwafungua, asante kwa kuwapa jina jipya. Mungu, tunapoondoka siku ya leo, tunajua kuna historia zetu zimebadilishwa, tunajua kuna majina yetu yamebadilishwa, kunajua kuna aina ya nyumba umeibadilisha, kuna aina ya wakuu ambao Mungu umewaweka. Ile nyumba isiyofaa, yuko mmoja anatoka aliyefaa. Ile nyumba iliyodharauliwa, yuko mmoja anachomoka ambaye atasafisha jina la kwao, wasidharauliwe tena. Baba, asante kwa kila mmoja ambaye amelipokea hili neno, ambaye Baba anapotoka hapa hatakuwa mnyonge tena, hatakuwa dhaifu tena. Ni katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Hebu mgongee mwenzako 5, mwambie nyumba yako imebadilishwa. Mwambie nyumba yako imebadilishwa, jina lako limebadilishwa, tabia yako imebadilisha, muonekano wako umebadilishwa. Pokea hiyo package.